Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania ITV, naomba kukuomba ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza katika channel yetu ya Tanzania ITV, uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe, uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi za ndani ambazo ni za siri kubwa kila wakati. Na cha muhimu cha kuzingatia, yeyote ambaye anatazama, naomba tu uponyeze alama ya kidole, ukipenda like button, na karibu ni kuhabarishe. Kuna taarifa za siri zimetufikia katika meza yetu ya habari na uwezi kuamini. Emmanuel Nchimbi ambaye alikuwa makamu wa rais hapa Tanzania anaendelea kupitia mateso. Anateswa kulingana na taarifa ambazo tunaweza kuzithibitisha kwa kile ambacho kinasemekana sasa hivi. Tunaweza kuripoti kwamba Emmanuel Nchimbi amewekwa chini ya kizuizini, ulinzi mkali wa jeshi hapa Tanzania. Baada ya Emmanuel Nchimbi, vile mnajua, Nchimbi hakujiuzulu mwenyewe, alidinda kujiuzulu. Niliweza kuangazia hayo wakati Mwanahalisi, gazeti ile, liliweza kuchapisha na kusema ya kwamba Nchimbi alikataa kujiuzulu, akaweza kufuatiliwa hadi penye alikuwa. Kuna taarifa zingine tutazitoa, tunaendelea kuzifuatilia baadaye kilichofanyika. Akafuatiliwa, akawekwa chini ya ulinzi mkali, akalazimishwa kujiuzulu. Akina Samia Suluhu Hassan walikuwa tayari wameandika barua, wakamlazimisha Emmanuel Nchimbi kuweka barua hiyo katika mitandao ya kijamii, Instagram na mitandao mingine, kwamba yeye amejiuzulu kutoka siasa, amejiuzulu kutoka wadhifa ambao alikuwa anashikilia kama makamu wa rais hapa Tanzania. Ni barua ambayo iliandikwa Ikulu Chamwino na Samia Suluhu Hassan. Jeshi lake likatumia nguvu mabavu kumlazimisha Nchimbi kuweka katika mitandao ya kijamii, na kufikia siku hiyo, kufikia sasa hamjaona Emmanuel Nchimbi. Tumekuwa tukifuatilia, sasa tumepata taarifa za kina. Emmanuel Nchimbi amezuiliwa, amewekwa chini ya ulinzi mkali kama ule ambao Tundu Lissu anawekewa kule gerezani Ukonga. Sasa tunataarifiwa kwamba amewekwa chini ya ulinzi kwa kile kinasemekana ataachiliwa baada ya makamu wa rais mpya kuapishwa ambaye anaitwa Deogratias Ndejembi. Sasa hivi tunapoenda hewani, Emmanuel Nchimbi yuko kwa zile nyumba ambazo tunasema safe houses, yaani zile ambazo zimehifadhiwa na jeshi ili kuweka viongozi, nyumba zile ambazo zinamilikiwa na idara ya usalama hapa Tanzania. Sasa wanasema ya kwamba, kulingana na taarifa ambazo tuko nazo, kwamba Emmanuel Nchimbi amewekwa chini ya ulinzi huo ili asije akajitokeze aseme mimi sikujiuzulu, niliweza kulazimishwa kujiuzulu. Na wanataka awe chini ya ulinzi wa jeshi katika nyumba zile ambazo zimehifadhiwa na idara ya usalama hadi siku ile ambayo Deogratias Ndejembi anaenda kuapishwa. Akiapishwa pindi tu chini ya masaa 12 mtamwona Emmanuel Nchimbi, lakini inasemekana ya kwamba anaweza kulazimishwa tena wakati wa uapisho aweze kupeana ofisi kwa makamu wa rais mpya. Hayo ndiyo yanaendelea katika taifa letu la Tanzania sasa hivi. Emmanuel Nchimbi yuko chini ya ulinzi mkali. Nchimbi hakujiuzulu. Nchimbi alipewa barua, akaagizwa aweze kuiweka katika mitandao yake ya kijamii. Hakuwa anaelewa. Nchimbi alikuwa amedinda kujiuzulu, na Samia Suluhu Hassan, kiongozi katili, aliweza kumwandama Emmanuel Nchimbi kwa kile yeye alikuwa na mlaumu. Alikuwa ashamwandikia barua Samia kumuuliza mbona watu zaidi ya 10,000 waliangamia mwaka jana wakati wa maandamano.
Mbona Samia hataki katiba mpya hapa Tanzania? Mbona Samia hataki tume ya uchaguzi iweze kubadilishwa? Masuala alikuwa anauliza ni sawia na yale ambayo kiongozi wa chama cha Chadema Tundu Lissu alikuwa anauliza serikali kutimiza. Sasa haya yote ndiyo yaliweza kumkera, haya yote ndiyo yaliweza kumkasirisha Samia Suluhu Hassan na kutafuta mbinu mbadala ya kumfikisha mwisho Emmanuel Nchimbi kwa kumlazimisha kujiuzulu, kwa kumlazimisha kumwandikia barua, kwa kumlazimisha kumlazimisha kuweka ile barua ambayo iliandikwa Chamwino kule Ikulu katika mitandao ya kijamii. Na sasa kuanzia siku hiyo amewekwa chini ya ulinzi mkali. Kuna taarifa ambazo tunafuatilia hapo, tutazileta baadaye kwamba mpishi wa Emmanuel Nchimbi aliaga dunia. Tunafuatilia, tutawaletea hizo habari ni kwa nini baadaye, wakati tumezihakiki. Hatutaki kuyatangaza, tuchape mstari hapo, wacha tupate ushahidi wa kutosha, tutazitangaza hapa. Kwa hivyo hayo ndio yanaendelea sasa hivi chini ya serikali ya Samia Suluhu Hassan. Ikumbuko ya kwamba mataifa mengine yanaendelea kufuatilia kile ambacho kinaendelea hapa Tanzania. Haya yote ndio yalisababisha, hata kabla ya Emmanuel Nchimbi kulazimishwa kujiuzulu, haya yalisababisha mataifa mengine kama Marekani, Canada, Uswidi kuondoa kufadhili ama ufadhili wao katika taifa la Tanzania kwa kile ambacho walisema hawawezi kufadhili udhalimu ambao unaendelea hapa Tanzania. Wakasitisha misaada ambayo ilikuwa inatolewa. Ni kwa sababu ya uongozi wa ukatili, uongozi wa kimla ambao unaendeshwa na Samia Suluhu Hassan, mwenye hataki katiba iweze kubadilishwa na anatumia katiba ya mabavu ya mwaka 1977. Sasa jambo hili ndilo liliweza kulazimisha hata mahakama ya kutetea haki za binadamu la Afrika kutoa agizo kwa Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba katiba imebadilishwa kwa ndani ya miezi 12, na hili ni kama ameonekana kulionyesha mgongo, hataki katiba mpya hapa Tanzania kwa sababu anaelewa katiba mpya italeta haki, katiba mpya itahakikisha ya kwamba mambo ya kutumia nguvu za uongozi hazipo na mambo ya kujitangaza kama rais hazipo, kwa sababu hapa Tanzania ukishinda uchaguzi ama ukijitangaza ama ukitangazwa na tume ya uchaguzi, hata kama ulipata kura moja, hakuna yeyote ambaye anaenda mahakamani kupinga. Sasa hilo ndilo Samia anataka, kwa sababu anataka kutumia hiyo sheria katika mwaka 2030 wakati uchaguzi utarudiwa hapa Tanzania. Kumaanisha kwamba yeye anataka kumaliza miaka yake ili aendelee kama kiongozi. Tunaendelea kufuatilia taarifa zingine za ndani. Emmanuel Nchimbi hamtamuona sasa hivi, yuko chini ya ulinzi mkali. Mtamuona baada ya huyu makamu mpya wa rais akiapishwa kuingia afisini. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye, lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kem kila wakati. Kwaheri kwa sasa.